Uhabari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambazo tumekuandalia leo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuandalia leo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea hasa kunako mechi ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu sana kwa watu na wapenda soka wa Tanzania, kwa maana ya mashabiki wa soka Tanzania. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo watu wamekuwa wakisubiri ni kwamba uongozi wa klabu ya Simba kupitia kwa kocha mkuu wa klabu hiyo Fadlu Davis na captain wa timu hiyo walitakiwa leo wawepo katika kikao na cha waandishi wa habari kuelekea kwa mchezo wa dabi ambao unachezwa siku ya kesho tarehe 25 ya mwezi wa 6. Lakini taarifa ambazo zimetufikia rasmi kabisa kutoka kwa afisa habari wa ligi kuu Tanzania wa bodi ya ligi Tanzania kwa maana ya NBC Premier League, Karim Boimanda ameweza kuzungumza na waandishi wa habari juu ya kutoonekana kwa wana Simba, uongozi wa Simba, hasa kwa wale ambao walitakiwa waje kuongea na waandishi wa habari. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa kila mtu amekuwa akijiuliza ni nini kilichotokea na nini kinachoendelea kuhusiana na taarifa hiyo. Kocha na nahodha wa Simba Sports Club hawajafika kwenye mkutano huo wa waandishi wa habari kuelekea kwa mechi ya dabi ya Kariakoo itakayofanyika siku ya kesho Juni 25 uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na afisa habari wa bodi ya ligi Tanzania zilikuwa zinasema licha ya jitihada tulizotumia, ila mpaka muda huu baada ya mkutano wa Yanga waandishi wa habari na klabu ya Simba mpaka tujapata majibu sahihi kama watakuja ama la. Tumejitahidi kuwatafuta ila hawajashika simu mpaka muda huu. Hivyo niwaambie ndugu zangu, mkutano wa Simba na waandishi wa habari hapa haupo. Hayo yalikuwa ni mazungumzo ya waandishi wa habari na afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda alivyokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kwa mchezo huo ambao utafanyika siku ya kesho, siku ya Jumatano, siku ya tarehe 25, ambayo mchezo huo utafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku hiyo ya kesho. Lakini kama nilivyowajuza siku za nyuma juu ya Simba kugomea dabi ya tarehe 25, sasa leo ni mpya kwa viongozi hawajatuma wawakilishi kwenye presi na waandishi wa habari mpaka muda huu ambao tunazungumza huu hawajafika. Na niliwaambia kabisa kwamba dabi ya Kariakoo ambayo ilitajwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 ndio ilikuwa dabi yenye mvuto, na ndo ilikuwa ni dabi ambayo ilikuwa inasubiriwa na watu wengi, na watu wengi pia walikata tiketi na wakatoka sehemu tofauti kuja kushuhudia dabi hiyo. Lakini kwa dabi baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo, ni dhahiri shahiri kabisa kwamba mchezo huo umepoteza ladha na umepoteza mvuto, na watu wamekuwa hawauimbi kama jinsi ambavyo walikuwa naimbwa kwa kipindi hicho. Na niliwaambia wazi kabisa kwamba mchezo wa tarehe 25 huenda ukapoteza ladha na ukapoteza utamu wa dabi kutokana na kwamba Simba wao wameamua kuharibu mchezo huu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Simba siku za hivi karibuni kuna taarifa ambazo zilikuwa zina sambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba Simba huenda wakawaaga wachezaji wao nguri wanaocheza katika klabu hiyo, hasa wachezaji ambao wanacheza first 11 ya klabu hiyo ya Simba huenda wasiwepo katika mchezo wa dabi, na kikosi B ndo kitakuwa katika mchezo huo kutokana na kwamba Simba hawajaridhishwa na maamuzi yaliyofanyika ya kuahirisha mechi hiyo tarehe 15 na kupangwa tarehe 25. Na niliwaambia kabisa kwamba dabi hii haitakuwa na mvuto tena kutokana na kwamba Simba pia kuna jambo lao kubwa ambalo wanakuja walikuwa wanalitengeneza na wanakuja kulilipua, na tayari hili hapa limeshakwisha kulipuka. Wanafanya hivi, hii ni mind game, sio kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo haupo. Hapana, mchezo upo, ila ni kwamba Simba wanatumia njia au ni kwa lugha rahisi tunaweza tukasema ni mind game ili kuwapoteza mashabiki wengi ambao wanatajwa ambao wanataka kwenda kuangalia
kuangalia mchezo huo wakate tamaa kuonekana kwamba mchezo huu haupo na hautachezwa, ili wao Simba Sports Club siku ya kesho wapeleke timu uwanjani. Lakini kwa taarifa tulizonazo ni kwamba pia Simba hawata kwenda kupeleka timu kwenda kufanya mazoezi ya kikanuni katika siku moja baada ya mchezo. Hiyo pia ni hivyo ni mind game, kutokana na kwamba Simba wamejiandaa muda mrefu na wanaamini kwamba mchezo huo unatumia akili na unatumia nguvu. Kwa hiyo Simba hawatafanya mambo hayo yote ili kuwakatisha tamaa mashabiki ambao pengine walitakiwa kwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kutokana na sababu hizo ambazo zilizowekwa, na unaona kabisa kwamba hii ni mind game ambayo Simba wameitumia. Lakini tumejaribu kuzungumza na kiongozi moja wa klabu ya Young Africans juu ya haya yanayoendelea. Yeye alikuwa na haya ya kuzungumza na sisi, tukasema tukuletee hapa ili uweze kujua nini kilichojiri kunako anga la michezo, na hasa kwa taarifa hizi ambazo mpaka sasa tunaendelea nazo. Kwa wewe mwanafamilia wa Hetenet Media, inatakiwa zijue na ujue ni nini kinaendelea kunako anga la michezo, na hasa katika wakati huu ambao dabi hii inaonekana kuwa na mambo mengi zaidi ya hata yale ya tarehe 8 ya mwezi wa 3. Bana, kuna moja kati ya kiongozi mmoja kutoka katika klabu ya Young Africans, Alex Ngai, wanachokifanya Simba tutawaripiza. Ni nini kilichoandikwa hapa? Hebu twende sote tukitazama kilichoandikwa hapa na Alex Ngai, ambaye ameweza kuchapisha kwa ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kusema, wananchi na waomba tununueni tiketi kwa wingi kwa ajili ya dabi ya kesho. Timu tumeiandaa vizuri kwa ajili ya mechi, jitokezeni kwa wingi, achaneni na hao wanaoendelea kuhujumu mchezo wetu. Hii wanayoifanya tutalipiza, na wakae wakijua kwamba tutalipiza. Twendeni tukachukue ubingwa wetu siku ya kesho. Hayo aliweza kuyazungumza Alex Ngai, mjumbe wa kamati ya utendaji Yanga, ambaye aliweza kuona haya yanayoendelea ni kama hujuma katika mchezo wao, na ndicho ninachokuambia kwamba hiki kinachoendelea ni kama ni mind game. Simba watapeleka timu siku ya kesho na mchezo huo utafanyika vizuri kabisa, na kutokana na press ambayo imefanywa na viongozi wa bodi ya ligi, na wameshaweka wazi kwamba hakuna sababu ama hakuna kipengele kinachomzuia Simba kwenda kufanya mazoezi yake ya kikanuni siku moja baada ya mchezo. Hivyo Simba Sports Club watakuwa sehemu ya mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kwa siku ya kesho, ambayo mchezo huo utakwenda kufanyika hapo siku katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sisi tumejipanga kukuletea taarifa zote ambazo unatakiwa kuzipata katika mchezo huu na kuelekea kwa sakata hili na nkuvuta ambazo zinaendelea mpaka sasa. Kwa hiyo nikukaribisha tu kwamba endelea kwa pamoja nasi katika updates zijazo ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikukaribisha tena kwa mara nyingine, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii hapa ni Hetenet Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo za uhakika kabisa na za kuaminika kutoka Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo cha kufanya wewe, kama ndo kwanza unajiunga nasi na haujabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, nikusihi kwamba fanya hivyo kwa kubonyeza maandishi hayo ambayo yameandikwa subscribe. Kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila siku, kila wakati tunapokuwa tunakuletea hapa katika TV yako pendwa ya Hetenet Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku, kila wakati. Endelea kubaki nasi ili tuje tukupe kila unachostahili kunako anga la michezo, hasa kwa mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ambao unaendelea kuwa na matukio dakika hadi dakika kuelekea kwa mchezo huu ambao ni dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa siku ya kesho hapo katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.